Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu fuatiliaji, siku chache zilizopita tumeona katika mtandao mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni na kuanza kumtupia tuhuma shekhe wetu Al-Walid, aliyekuwa shekhe wa jiji la Dar es Salaam au shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam kama sikosei. Sisi Waislamu jambo hili tulichukue katika uoni gani? Wewe kama Muislamu fahamu kwamba Allah mtukufu kwenye kitabu chake anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi muloamini, akikujieni fasiki yoyote yule na habari yoyote ile, ihakikisheni. Na kwa maana hiyo Sheikh Al-Walid yuko mbali na tuhuma alizotuhumiwa mpaka alithibiti kosa lake. Katika kusikiliza kwangu majadiliano yaliyopita baina mmoja wa waandishi wa habari wa kike alikuwa akimdadisi yule mwanamke, na aliyosema baada ya hapo yule mwanamke yeye mwenyewe anakana kuolewa na Shekhe Al-Walid, kwa maana Shekhe Al-Walid hajawahipo kwa mume wake, na hili peke yake inathibitisha kwamba yule mtoto hana nasaba yote na Shekhe Al-Walid, kwa sababu katika Uislamu mtoto hapati nasaba isipokuwa kwa ndoa peke yake. Hakuna njia nyingine ya kuthibitisha nasabu ya mtoto katika Uislamu, ni ndoa peke yake. Tena azaliwe mtoto katika wakati wa ndoa husika. Kwa maana yule mwanamke kudai kwake kwamba hajawahipo kuolewa na Sheikh Al-Walid, moja kwa moja inaonyesha kwamba amekuja katika jamii kumtuhumu Sheikh Al-Walid kwa kosa la uzinifu, waliyadhu billahi, au kwa kutumia ujanja wa kuiba maji yake ya uzazi kwenda kupandikisha mimba ambayo yeye kaja na kudai kwamba mtoto huyo ni mtoto wa Sheikh Al-Walid. Na kosa la uzinifu katika sheria yetu ya Kiislamu halithibiti isipokuwa kwa njia hizi mbili tu. Njia ya kwanza, njia ya mashahidi, nao ni mashahidi wanne waumini wa Kiislamu, kwa kuliona tendo la uzinifu lenyewe linafanyika na wahusika ambao wanashuhudia kwamba alifanya kosa la uzinifu. Sio kuona wametoka chumbani pamoja au wamekaa wamekula pamoja au mfano hayo, la, kuona kitendo chenyewe cha uzinifu kinafanyika, nalo ni jambo gumu sana kupatikana. Njia ya pili ni kukiri kosa lenyewe. Kwa maana hiyo, kiwa Sheikh Al-Walid hajatoka na kukiri kosa la uzinifu, basi hakuna njia kumtuhumu kwa uzinifu. Ukimtuhumu kwa uzinifu kwa njia yote ile, wewe unaingia katika kosa kubwa la al-qadhf. Na kosa la al-qadhf ni moja katika sab'ul mubiqat, katika madhambi 7 makubwa yenye kuangamiza. Kumtuhumu mtu kwa kosa la uzinifu bila kuwa na ushahidi uliotimia. Kwa maana hakuna njia ya kumtuhumu Sheikh Al-Walid, wala hakuna njia ya kumnasibishia mtoto Sheikh Al-Walid. Sheikh Al-Walid yuko safi kwa mujibu wa sharia mpaka sasa hivi.
wala tusiangaishwe Uislamu masuala hili kabisa, fahamike vizuri. Na katika yenye kusikitisha ni kumkuta mmoja anadai kwamba wanawake wana matatizo sana, na kwamba baba yetu Adam alayhi salatu wassalam alikula mti aliokatazwa kula kupitia mwanamke. Mwanamke ndio alikwenda akamlaghai mume wake na kula ule mti, ambaye ni mama yetu Hawa alayha salatu wassalam. Hiyo fikra ipo katika Biblia. Katika Uislamu hakuna fikra hiyo. Katika Uislamu iko wazi kabisa, Ibilisi ndio alomlaghai baba yetu. Ukienda katika Surah Taha aya ya 120 iko wazi kabisa, fawaswasa ilaihi shaytanu, shaytani akamtia waswasi baba yetu Adam, qala, akamwambia, ya Adamu, Adamu, hal adulluka, hivi hutaki wewe ni kuonyeshe, je ni kuonyeshe, ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ni kuonyeshe mti wa umilele na ufalme usiomalizika. Sawa. Kwa maana hiyo alopata wasiwasi wa kwenda kula ule mti ni baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Na katika nyingine akamwambia tena wote wawili, baba yetu Adam na mama yetu Hawa, na wakaenda wakala mti. Kwa tusimbebeshe mama yetu Hawa kosa ambalo hakulifanya. Kosa lilikuwa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Sawa. Lakini baya zaidi ni kumsikia mmoja akidai kwamba DNA ndio peke yake itakayoweza kutoa suluhisho swala hili. DNA katika sheria ya Kiislamu si ushahidi wa kuthibitisha nasab. Sawa. Huwezi kuthibitisha mtoto kwa njia ya DNA peke yake. Mtoto katika Uislamu anatambulika kwamba ni mtoto wa mwanamume kwa njia ya ndoa. Mtoto aliopatikana nje ya ndoa, huyo ni mtoto wa mama yake, mtoto wa uzinifu huyo. Sawa. DNA haithibitishi nasabu ya mtoto kwa mwanamume peke yake. Njia ya kuthibitisha mtoto katika Uislamu ni ndoa, na peke yake katika ndoa njia ya kumtoa mtoto katika nasabu ya baba yake ambaye ni mume wa mke ni mulaana, ni kulaaniana baina mke na mume. DNA si ushahidi wa kutegemewa. DNA inaweza kutumiliwa na wahakikishaji katika kumuingiza mtuhumiwa katika masuala ya kukiri kosa lake analotuhumiwa, basi tizedi hapo. Kama tukadirie tu hivi, kama kadirio kwamba DNA je ithibitishe unasaba baina ya mtoto na baba, basi baba atakiri kosa lake, basi itathibitisha uzinifu peke yake, si kuthibitisha umwana wa mtoto. Tufahamu hicho kitu. Kwa hiyo DNA si suluhisho la kupata nasabu ya mtoto peke yake. Katika Uislamu mtoto anatambulika kama ni mtoto kwa njia ya ndoa. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko wazi kabisa alipotuambia, alwaladu lilfirashi wa lilahiri alhajar, mtoto ni wa kitanda cha ndoa na mzinifu lake ni jiwe, hana chochote kile. Basi haya ni machache katika mtafaruku huu, ili kutoa tanbihi kwa ndugu zetu wa Kiislamu wa jamii ya Kiislamu. Tusikae tukazitosa ndimi zetu katika sharafu ya shekhe wetu Sheikh Al-Walid, Allah mhifadhi. Hadha billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu hapa Muhammad Hafidh Sawafi, na hii ni Haki kwa Dalili.